أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema siku mbili kabla ilikuwa siku ya Machi 23. Siku hii inajulikana katika jumuiya kama siku ya Masihi aliyeahidiwa. Ni siku ambamo Hat Masihi Maud al-Islam alikuwa amepokea bayati ya kwanza. Kwa fadhili ya Allah, kuhusiana na siku hii mikutano pia inafanywa katika jumuiya, na kwenye mikutano ile madai ya Hat Masihi Maud al-Islam sawa na hali ya zama, haja ya ujio wake, bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazomhusu yeye na vipengele mbalimbali vya sira yake vinaelezwa. Hat Masihi Maud al-Islam akieleza umuhimu wa ujio wake katika zama hizi anasema, katika zama hizi Mwenyezi Mungu ametufanyia hisani kubwa na akionyesha ghera katika kumsaidia Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam na kuisaidia dini yake, yani dini yake Islam. Amemtuma mtu ambaye anaongea kati yenu ili yeye awaite watu kwenye mwanga huu. Kama katika zama hizi fitina na ufisadi usingekuwepo na juhudi zinazoendelea kufanywa za kufuta dini zisingepatikana, basi haikuwa na haja yoyote ya kumtuma mtu. Lakini sasa mnaangalia ya kwamba kila upande, kulia na kushoto, kaumu zote zinaendelea na mpango mmoja tu ambao ni wa kuiangamiza Islam. Kila upande, kulia na kushoto, wanafikiria kwamba wafanye nini ili Islam imalizike. Wakati ule pia juhudi za namna hiyo zilikuwa zinafanywa pale alipodai, na hata saizi pia hali ndiyo hii. Lakini wingi wa wale wanaojiita Waislam hawaelewi jambo hilo. Kwa vyovyote vile, Masihi Maud al-Islam anasema ya kwamba hata katika Barahini Ahmadia mimi nimeeleza ya kwamba kuna vitabu vipatao milioni 60 ambavyo vimeandikwa na kuchapishwa zidi ya Islam. Ni jambo la ajabu ya kwamba idadi ya Waislamu wa India pia ni milioni 60. Yani wakati ule aliposema hayo, wakati ule idadi ya Waislam ilikuwa milioni 60, na hiyo ndiyo iliyokuwa idadi ya vitabu zidi ya Islam. Hata kama tuache idadi iliyoongezeka katika vitabu hivi, hata hivyo wapinzani wetu wameshamkabidhi kila Muislamu kitabu kimoja kimoja. Kama Allah asingeonyesha ghera yake na ahadi yake isemayo inna lahu lahafizun isingekuwa kweli, basi kwa yakini muelewe kwamba leo Islam ingetoweka kutoka dunia na hata jina na alama yake pia ingefutwa. Lakini hapana, hiyo haiwezi kutokea. Mkono wa Allah unaendelea kuilinda.
sayidina ahmad alah salam baada ya madai yake alieleza jinsi msaada na nusura ya allah inavyomsaidia, jinsi bishara za allah zilizoelezwa ndani ya kurani tukufu zinavyoendelea kutimia katika haki yake, jinsi bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam zinavyoendelea kutimia katika haki ya masihi na mahdi wake. mambo hayo kama nisemavyo mtakuwa mnayasikiliza katika mikutano mbalimbali. Pia kuna vipindi vya mta mtakuwa mnavisikiliza na mtakuwa mnaelewa na kufahamu, hivyo wasikilizaji wanapaswa kuvisikiliza. wakati huu mimi nitaweka mbele yenu baadhi ya mambo yaliyoelezwa na musleh maud mwana aliyeahidiwa raziallahu anhu. haya ni matukio au ni mambo ambayo hat musleh maud aliyashuhudia mwenyewe au akayasikia moja kwa moja kutoka kwa hat masihe maud alah salam, au baadhi ya wasimuliaji wakamsimulia waliokuwa wameyashuhudia wenyewe. na katika wasimuliaji hawa walikuwepo watu wa nje na pia walikuwepo watu wa jamaati. upande mmoja matukio haya yanaangazia ukweli wa masihi maud alah salam, wakati huo huo yanatuelekeza katika kujirekebisha na kuimarika katika imani. baada ya kuyasikiliza matukio haya, kama sisi hatupati hamasa ya kujirekebisha na kuboreka, basi hakuna faida yoyote ya kuyasikiliza. hivyo kwa nia hiyo yatupasa kusikia na saizi pia mutege masikio ili sisi tuweze kuimarika katika imani na matukio haya yawe sababu ya kutuimarisha katika imani yetu. wapinzani wa mitume daima wameendelea na tabia hii ya kwamba kuhusu mitume wanasema ya kuwa jambo lolote la kielimu na la kimaarifa wanaloongelea kuna mtu mwingine anayewafundisha. hata kuhusu kurani tukufu mtume sallallahu wasallam pia alikuwa ameshutumiwa waliposema ya kwamba mungu apishe mbali kuna mtu aliyekuwa akimfunza, ilhali hiki ni kitabu kisicho na mfano wake, na hiyo ni tambio ya allah. kuhusu hatmasihe maud alah salam pia ninasema ya kwamba yeye alipoandika kitabu cha brahine ahmadia na mwanzoni yeye akasema ya kwamba mimi nitakiandika katika idadi fulani, lakini baadaye allah alipomjalia daraja ya kuwa maamur, hapo yeye akasema ya kwamba sasa allah amelibeba jukumu hilo katika mkono wake, na yeye sawa na hali mada ambazo ataendelea kunifundisha mimi nitaendelea kuzieleza mbele yenu. hapo wapinzani wakaleta shutuma hii ya kwamba kuna mtu aliyekuwa anaandika na alikuwa anakupatia na wewe ulikuwa unaeleza. almusleh maud raziallahu taala anhu akieleza habari hiyo katika hutuba yake anasema zura amesema kwamba katika zama zile kulikuwa na gazeti moja la zimidar na jingine lilikuwa ni gazeti la ihsan. khalifatulmsi pili alisema kwamba magazeti hayo mawili yalikuwa yanaandika ya kwamba alikuwepo maulvi chiragdin saheb hyderabadi. yeye akiandika makala hizi alikuwa anamtumia hatmasihe maud alah salam, na hatmasihe maud alah salam alikuwa anazichapisha katika brahine ahmadia. na maadamu yeye akaendelea kumtumia makala zake hatmasihe maud alah salam akaendelea kuandika katika kitabu chake, na yeye alipositisha huduma hiyo basi kitabu chake pia kikamalizika. musleh maud anasema kwamba tunashindwa kuelewa ya kuwa imekuwaje kwa maulvi chirag ali saheb. watu wanasema kwamba yeye alikuwa anaandika na kumpatia almasihi maud. imekuwaje kwake kwamba nukta nzuri anayofikiri anaandika na kumtumia masihi maud alah salam, na mambo ya kawaida ya hapa na pale anaweka kwa ajili yake. maulwi chirag ali saheb ni mwandishi
hebu tuangalie vitabu vyake na brahini ahmadia pia, halafu tuone je vitabu vyake vinaweza kusimama mbele ya brahini ahmadia. brahini ahmadia ina shani yake pekee. kisha kuna sababu gani ya kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kuandika mada na kumpatia mwingine mada isiyo na mfano wake, na pale alipotaka kuchapisha makala fulani kwa jina lake, makala ile ilikuwa imekosa ile hazi. hivyo moja, yeye alikuwa na haja gani ya kuandika makala na kumtumia hatmasihi maudlah salam, na kama alikuwa anamtumia basi angeweka kitu kilicho bora kwake na kitu cha kawaida angempatia mwingine, kama inavyosemwa kuhusu zauk ambaye ni mshairi. na kuhusu zauk wote wanajua ya kwamba yeye alikuwa anaandika shairi na kumpatia bahadur shah zafar, lakini vipo vitabu vyao diwane zauk na diwane zafar, na mtu akiviangalia vitabu vyote viwili anaweza kuelewa ya kwamba fasaha na balagha inayopatikana katika shairi ya zauk haipo katika shairi ya zafar. na hiyo inaonyesha wazi ya kwamba kama yeye alikuwa akimpatia zafar kitu fulani, basi alikuwa anampatia kitu kisicho bora, ilhali zafar alikuwa mfalme. ilmuradi kila mtu aliye na akili ndogo tu anaweza kufahamu ya kwamba kama Maulwi Chiragh Ali Saheb alikuwa anamtumia makala zake, basi angetakiwa kufanya hivi kwamba yeye angejiwekea nukta za maarifa na mambo madogo madogo ya kielimu angemtumia hatmasihi maudlah islam. lakini vitabu vya Maulwi Chiragh Ali Saheb vipo na vitabu vya masihi maudlah islam pia vipo. ebu fanyeni malinganisho kati yao. vitabu vya Maulwi Chiragh Ali haviwezi kusimama mbele ya vitabu vya masihi maud. Maulwi Chiragh Ali Saheb amejumuisha nukuu za biblia tu katika vitabu vyake, na masihi maud alayhi salam ameeleza mambo yenye maarifa ya Qurani tukufu yasiyoelezwa na mtu yeyote katika waislamu katika karne 13 zilizopita, na vitabu vyao havina hata sehemu ya 100 bali sehemu ya 1000 ya elimu na maarifa katika vitabu vile. kisha mashekh na maulama wanapiga kelele na wanaongea zidi ya hatmasihi maud alah salam. hatmuslih maud raziallahu taala anhu akieleza hali ya upinzani huo anasema ya kwamba hatmasihi maud alah salam alipodai wakati ule hali yake na hali ya wafuasi wake kizwahiri ilikuwa duni sana. almuslih maud anasema ya kwamba mimi nilikuwa nimezaliwa kabla ya madai ya masihi maud alah salam, na japokuwa sikuona zama za mwanzoni, lakini nimeona zama zilizo karibu yake. hata zama zile pia zilikuwa na udhaifu juu ya jamaati. mashekh walikuwa wakitumia njia mbalimbali na kuwachochea watu, na walikuwa wakiwatesa wafuasi wake kwa njia tofauti, lakini hawakuweza kuleta kizuizi chochote, na kazi zilizokuwa za Allah zikaendelea kutimia. kisha upingamizi ulioendelea kutokea. katika upinzani huo hatmasihi maud alah salam alikuwa anaonyesha tabia gani? almuslih maud anasema ya kwamba mimi mara nyingi nimemsikia masihi maud alah salam akisema ya kwamba watu wanapotutukana mimi najisikia taabu ya kwamba kwa nini watu hawa wanaharibu akhira yao, na wasipotutukana hata hivyo tunajisikia maumivu, kwani bila upinzani jumuiya haiwezi kupata maendeleo. pale wanapotutukana kwa sababu ya upinzani huo na matusi yao, ujumbe wa jumuiya unafika kwa watu. hatmasihi maud alikuwa akisema kwamba basi sisi hata katika matusi yao pia tunapata laza, hivyo hatutakiwi kujali shutma au upinzani wa watu. kisha katika kipanjabi kuna msemo ambao hatmasihi maud alah salam alikuwa akisimulia ya kwamba ऊंट अडांदे ही लदे जाते ने, yani ngamia ijapokuwa anaendelea kupiga kelele, lakini mliki wake akipapasa mkono juu ya mwili wake anabeba tu mzigo juu yake. vivyo hivyo watu hata waseme nini, hatmasihi maud alah salam ametusihi ya kwamba nini muendelee kuwatendea kwa upole na mapenzi. Allah ataleta fadhili yake, na katika watu hawa hawa watapatikana watu ambao watanikubali.
akieleza upinzani huo anasema katika sehemu moja ya kwamba masihi maud alah salam alipodai wafuasi wake walikuwa wachache tu, lakini baadaye yeye aliposhindana na atham, hapo watu wakapata majaribio na wakafahamu ya kwamba bishara yake sawa na maneno yake haikutimia. Kisha akapambana na lekram. Hapo japokuwa bishara yake ikatimia kwa shani yake, lakini wahindu wakashikwa na hasira kali zidi yake na wakaanza kumpinga vikali. vivyo hivyo muda wa kutolea fatwa za maulwi muhammad hussein sahib wa batala ukawadia. hapo jumuiya ikapata majaribio mengine. kisha daktari abdul hakim aliporitadi, jumuiya ikakabiliana na jaribio jingine. ilmuradi katika nyakati tofauti yakatokea majaribio kwa nguvu kiasi kwamba watu wakafikiria kwamba sasa watu hawa wataangamia, lakini mwenyezi mungu akatuandalia njia za kufutulia mbali fitna hizi zote, na fitna hizi badala ya kuiangamiza jamaati zikawa sababu ya kuiletea heshima na maendeleo, na hivyo ndivyo itokavyo katika zama hizi pia. almusleh maud anasema nyini muangalie ya kwamba katika zama za masihi maud alah salam fitna zilikuwa zimetokea na ufisadi ukafanywa zidi ya jamaat mpaka watu wakazani ya kwamba sasa ahmadiyat itafutwa, lakini kila mara badala ya kuangamia jumuiya kwa fadhili ya allah ikaendelea kupata maendeleo juu ya maendeleo. basi hiyo ni historia ya jamaati na hiyo ndiyo inayokuwa historia ya jumuiya za allah, na upinzani unaendelea kufanywa na kazi ya allah inaendelea kufanywa na allah subhanahu wa taala. upinzani upo na jumuiya pia ikipitia upinzani huo huo inaendelea kupiga hatua na inshallah itaendelea kupata maendeleo. wapinzani wanatumia nguvu zote na wanafiki pia wanatumia njia zote, lakini allah anatimiza ahadi zake alizozifanya na atazitimiza inshallah. akielezea hali ya upinzani alisema katika hutuba moja ya kwamba kuna kipengele chake kimoja nacho ni ya kwamba watu wanapotupinga, basi kwa sababu ya kupingwa kwao wao hawategi masikio juu ya mambo yetu na hasira inazalika mioyoni mwao. kitu hicho kinakuwa kibaya kwa ajili yetu, lakini kuna hali nyingine pia itokayo nayo ni kwamba mtu fulani anaposikiliza mambo ya upinzani, hapo anafanya tahakiki na anajisemea kwamba ngoja niende nikawaone watu hawa wanapopinga na pale wanaopingwa, na pale anapoona anashikwa na mshangao akijua ya kwamba mambo ambayo wapinzani walikuwa wameniambia yalikuwa tofauti kabisa na yale wasemayo wa ahmadia ni tofauti kabisa, na hapo yeye anakubali jumuiya. almusleh maud anasema nakumbuka nilikuwa na umri mdogo. hatmasihi maud alikuwa ameketi msikitini na maswahaba zake, ambapo mtu mmoja alikuja kutoka rampur. yeye alikuwa mkazi wa lakhnau au sehemu iliyo jirani yake, lakini alikuwa anaishi rampur. alikuwa ni mtu mfupi na mwembamba, alikuwa mwandishi na mshairi pia, na nawab sahib wa rampur alikuwa amemkabizi kazi ya kuandika kamusi ya misemo ya kiurdu. yeye akaja na akaketi katika majlis na akajitambulisha ya kwamba mimi nimetoka rampur na ni mtu wa nawab. hatmasihi maud akamuuliza ya kwamba umekuja kufanya nini? ye akasema nimekuja kushiriki katika bayati. hatmasihi maud alah salam akasema kwamba katika rampur tuna wanajumuiya wachache sana na hata mahubiri pia hayajafanywa kule, hivyo ni nani aliyekushawishi kuja hapa? almusleh maud raziallahu anhu anasema kwamba maneno haya nayakumbuka mpaka leo na sijaweza kuyasahau, ila hali wakati ule umri wangu ulikuwa ni miaka 16, ya kwamba mtu huyo akamjibu masihi maud alah salam ya kuwa maulwi sanaullah saheb amenihimiza kuja hapa. muslim maud anasema mimi kwa sababu ya umri wangu mdogo sikuelewa jambo lake, lakini masihi maud alah salam akatabasamu juu ya jibu lake na akasema kivipi mtu huyo
akasema kwamba vitabu vya maulwi sanaullah saheb vilikuwa vimefika katika jumba la nawab saheb na nawab saheb alikuwa anavisoma nami pia nikaambiwa kwamba nivisome hapo nikajisemea ya kwamba nukuu alizoziandika yeye ngoja nizione kutoka vitabu vya mirza saheb pia na nukuu zile ni zipi na nikazania kwamba hivyo nitaweza kukusanya hoja zidi ya ahmadiyat lakini nilipotoa nukuu na kuzisoma mada zao zilikuwa tofauti kabisa hapo nikapata shauku zaidi na nikajisemea kwamba ngoja nisome kurasa chache za mbele na za nyuma na nilipozisoma nikajua ya kwamba heshima na shani na taazima ya mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi anavyoeleza mirza saheb hazipo katika mioyo ya watu hawa kisha anasema kwamba nilikuwa na shauku ya kiajemi kwa bahati tu nikapata kitabu cha shairi ya kiajemi ambacho nikakisoma na nilipoanza kusoma moyo wangu ukasafika kabisa na nikajisemea kwamba ngoja niende nikafanye bayati basi kama upinzani ni sababu ya kuleta ufisadi wakati huo unaleta faida pia basi tukiweka mbele yetu hali za namna hiyo mbili tunapaswa kupanga mkakati wa kufanya mahubiri nabii asipoona upinzani yeye anapata wasiwasi kwani upinzani ndiyo njia ya kuleta maendeleo kama asemavyo hat masihi maud alah salam almusleh maud raziallahu anhu akieleza mada hiyo anasema katika sehemu moja ya kwamba utawala wa misri katika zama zake ulikuwa ni utawala wenye nguvu na mfalme wake alikuwa anajivunia juu ya uwezo na nguvu yake yaani katika zama za firauni na mbele ya mfalme huyo hat musa alah salam hakuwa na umuhimu wowote lakini hata hivyo yeye alipoenda mbele ya mfalme na mfalme akamtishia na akaonyesha nia ya kumwangamiza yeye na kaumu yake na akasema ya kwamba usipojizuia wewe basi utaangamizwa na kaumu yako pia lakini hat musa hakujizuia naye akasema kwamba ujumbe alionipatia allah ili niwafikishie watu lazima nitaufikisha na hakuna nguvu yote ya dunia inayoweza kunizuia hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya isa alah salam na hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam na halmuslim maud anasema kwamba hiyo ni hali ambayo tulishuhudia kwa masihi maud alah salam kaumu zote zilikuwa adui zake na hata serikali pia ilikuwa inampinga kwa namna fulani japokuwa katika zama za mwisho hali hiyo ilikuwa imebadilika lakini kaumu zilikuwa zinampinga na wafuasi wa dini zote walikuwa wanampinga mashekh walikuwa maadui zake wenye viti walikuwa wapinzani wake watu wa kawaida walikuwa adui zake na matajiri pia walikuwa adui zake ilmuradi tufani ya upinzani ilikuwa imetoka kutoka pande zote watu wakamfahamisha sana wengine wakasema wewe angalau kwa kiasi fulani upunguze katika madai yako na wengine wakasema kwamba jambo fulani na fulani uliache hapo watu wote wataingia katika jamaati yako lakini yeye hakujali kitu chochote na daima akaendelea kueleza madai yake na watu wakaendelea kupiga kelele juu yake mateso yakafanywa na mauaji yakatokea lakini licha ya kukabiliana na mateso yote na kushindana na dunia ambayo kizwahiri yeye hakuwa na uwezo wa kushindana nayo akaendelea na mapambano yake bali mimi nakumbuka vizuri na nikamsikia masihi maud alah salam mara kwa mara akisema kwamba mfano wa nabii ni mfano kama watu wasemavyo ya kwamba katika kijiji fulani alikuwepo mama mmoja mwenda wazimu kila alipokuwa akitoka nje watoto wadogo wadogo walikuwa wakimjumuika na kumsumbua na walikuwa wakimzihaki na kumkejeli na kumtania yeye pia alikuwa akiwatukana watoto na kuwafanyia dua mbaya mwishowe siku moja watu wa kijiji wakashauriana ya kwamba mama huyo anazulumiwa na watoto wetu wanamsumbua bure tu kisha mama huyo anawafanyia dua mbaya dua zake zisije zikawaletea hasara hivyo yatupasa kuwazuia watoto wetu ili wao wasimsumbue na mama huyo asiwafanyie dua mbaya hivyo baada ya kushauriana wakaamua ya kwamba kuanzia kesho watu wote wa kijiji watawaweka watoto wao katika nyumba zao na wasiwaruhusu kutoka nje hivyo siku ijayo wote wakawaambia watoto wao kwamba kuanzia leo hamna ya kutoka nje na
kama tahadhari zaidi wakafunga milango kutoka nje. Jua lilipotoka, mama huyo mjinga kama ilivyo kawaida yake akatoka nje ya nyumba yake, na kwa muda akaendelea kutembea hapa na pale katika mitaa. Mara alikuwa akienda katika mtaa mmoja na mara katika mtaa mwingine, lakini alikuwa haoni kijana yeyote, ila hali yeye alikuwa na hali hii ya kwamba mtoto fulani alikuwa anamsukuma mbele na mwingine alikuwa anamsukuma nyuma na mwingine alikuwa anamkamata na mtoto mwingine alikuwa anamtania, lakini leo yeye hakumwona yeyote hadi mchana. Yeye akasubiri, lakini alipoona kwamba hakuna aliyetoka nje kutoka nyumba yake, akaenda kwenye maduka na alikuwa akisema kwa kila mwenye duka kwamba leo nyumba yako imebomoka, watoto wako wamekufa, imekuwaje? Kwa nini hawaonekani? Baada ya muda yeye alipoanza kumwendea kila mwenye duka na kusema hayo, hapo watu wakasema kwamba mama huyo anaendelea na matusi yake kama kawaida, na hata hivyo anaofanya dua mbaya, hivyo muwache watoto wenu, kwa nini mmewafunga ndani? Muslim Maud anasema hatmasihi Maud alikuwa akieleza kisa hicho. Alikuwa anasema kwamba hali ya mitume pia inafanana na hali hiyo ya kwamba dunia inawasumbua na inawazulumu na kuwauzi mpaka inakuwa vigumu kwao kuishi katika dunia, na hapo katika kundi moja hisia zinaanza kuzalika mioyoni mwao ya kwamba watu wanawafanya zulma na hawatakiwi kufanya hivyo. Lakini akasema kwamba mitume pia hawawezi kuiacha dunia. Dunia isipowasumbua, wao wenyewe wanaiamsha dunia na wanatoa ujumbe wao, wanaiambia jambo fulani na wanafanya tabligh ili dunia ielekee kwao na iwasikilize. Kisha kuhusu ukali wa manabii inasemwa ya kwamba kwa nini manabii wanatumia ukali. Kuhusu swala hilo Musleh Maud anasema kwamba ukali wa manabii hauvi kwa ajili ya dhati yao, bali kwa ajili ya kusimamisha daraja ya Allah wanaonyesha ukali na wanaonyesha ghera. Ama kuhusu dhati yao wanakuwa na unyenyekevu mkubwa sana. Kuhusiana na swala hilo akieleza tukio moja la Masihi Maud alayhi salam anasema, safari moja katika mtaa mmoja wa Lahore, mtu fulani alimsukuma mbele na hatmasihi Maud akaanguka chini. Maswahaba kwa kuona hayo akapata hasira kali na ilikuwa karibu kwamba wao wampige mtu huyo, lakini hatmasihi Maud akasema mtu huyo amefanya hayo katika jaziba yake na kwa kusikia kutoka kwa mashekh wake anafikiri kwamba mimi ni mwongo, hivyo msimkaripie na mwache tu. Basi mitume hawasemi kwa ajili ya nafsi yao, bali wanasema ili heshima ya Allah iweze kustawi. Hivyo mitume wa Allah wanapotumia ukali, kuna tofauti kubwa inayopatikana kati ya ukali wao na kati ya ukali wa wengine. Wao wanafanya kwa ajili ya Allah na watu wa kawaida wanafanya kwa ajili ya nafsi zao. Kisha akitusihi anasema kwamba mtu fulani akielewa ya kuwa kwa kweli mimi ni mnyonge, mtu kama huyo hawezi kupotea. Yeye ataangalia mapungufu yake na atamwomba Allah msaada wake. Mtu anapotea pale anapokuwa na imani na yakini kwamba mimi ni juu ya haki. Kisha kibri inaanza kupatikana katika tabia yake. Basi sisi tukiangalia mifano ya manabii daima tuendelee kuonyesha unyenyekevu, na hiyo ndiyo njia pekee ya kuepukana na mazambi. Kuhusiana na hilo kuna nukuu ya Masihi Maud alayhi wassalam. Masihi Maud alayhi wassalam alikuwa anasimulia kisa cha sala ya Muawiya ya kwamba safari moja muda wa swala ya alfajiri ulipita na yeye hakuweza kuswali, lakini yeye kwa sababu ya kosa lake hilo hakuanguka chini bali akapanda juu. Shetani hakumshinda bali yeye akajaribu kupata ukaribu wa Allah. Basi mtu anayeelewa kwamba zambi ni nini, yeye anaepukana na zambi, la sivyo mtu anajiingiza katika maasi. Basi mumini anapaswa kutafakari juu ya ihdina sirat almustaqim na kufahamu ya kwamba yeye hajasalimika na hatari na kwa msaada wa Allah pekee anaweza kusalimika. Basi mtu anatakiwa kuondoa mapungufu ya nafsi yake, anatakiwa kujikagua
na anayekagua nafsi yake milango ya ruhaniyat inafunguka kwake, na asipofanya hivyo njia za kupata daraja za kiroho zinafungwa na mtu kama huyo anapotea. Katika sehemu nyingine anasema ya kwamba bila kufanya juhudi ya kidini au kidunia mtu hawezi kupata heshima. Hatmasihi Maud alayhi salam alikuwa anasema ya kwamba katika zama zetu heshima yote Allah ameiunganisha na zati yangu. Sasa wenye kupata heshima watakuwa wafuasi wangu au watakuwa wapinzani wangu. Angalieni wale waliopata heshima. Watakaopata heshima ni wale tu walio waumini wa Masihi Maud au wale walio wapinzani wake. Hivyo hata Masihi Maud alayhi salam alikuwa akisema ya kwamba angalieni Maulwi Sanaullah sahib, yeye si shekh mkubwa sana. Maelfu ya mashekh kama yeye wanapatikana katika jimbo la Punjab na India. Kama yeye ni maarufu kwa Waislamu, basi sababu yake ni upinzani wetu. Watu wakubali wasikubali, lakini uhakika ndio huu ya kwamba leo heshima imeunganishwa na dhati yangu pekee, na kama wapinzani wanapata heshima na umaarufu, basi sababu yake ni dhati yangu tu. Khalifa mtukufu anasema kwamba hata katika zama hizi pia tuaona ya kwamba kama mashekh wanapata chochote au wanapewa kiti, sababu yake ni upinzani wa Ahmadiyat. Na sasa wanasiasa pia wa baadhi ya nchi hasa katika Pakistan wanajaribu kutumia mbinu hiyo hiyo ya kuipinga Ahmadiyat ili wafanikiwe katika siasa zao na kiti chao kibaki salama. Njama zilizopangwa zidi ya Hatmasihi Maud alayhi salam, akieleza hali zake anasema ya kwamba watu walipanga njama zidi ya Hatmasihi Maud alayhi salam, wakaingiza kesi za mauaji zidi yake, lakini Allah daima akawafanya wapinzani wake washindwe katika mipango yao. Katika kesi moja ya mauaji, Maulvi Muhammad Hussain wa Batala alihudhuria mahakamani ili kutoa ushahidi zidi ya Masihi Maud alayhi salam, na akaja na nia hii ya kwamba atamwona Mirza sahib nauzubillah akisimama mahakamani katika hali ya mazwila. Lakini hata hivyo mkuu wa wilaya aliyekuwa anasimamia kesi, yeye alikuwa mpinzani wa jamaati, naye mara baada ya kuteuliwa katika wilaya alikuwa amesema ya kwamba mtu huyu yani Masihi Maud alayhi salam anavunja heshima ya masihi wetu na anasema kwamba yeye amekufa. Mtu huyo kwa nini hajaadhibiwa hadi leo? Sasa mimi nitamwadhibu. Lakini hata Masihi Maud alayhi salam alipohudhuria mbele yake, Allah akabadilisha moyo wake na bughza yake ikaondoka, naye akampatia hata Masihi Maud alayhi salam kiti cha kukalia. hata Masihi Maud alayhi salam akaketi juu yake. Maulvi Muhammad Hussain wa Batala aliyekuwa amekuja na nia ya kumwona Sayyidina Ahmad alayhi salam katika hali ya mazwila, yeye alipoona kwamba Masihi Maud ameketi juu ya kiti hakuweza kuvumilia na akamwomba Kapteni Douglas ili yeye pia apatiwe kiti. Maulvi Muhammad Hussain akazwani ya kwamba kama mkosefu anaweza kupewa kiti, basi je, shuhuda hatapata kiti? Kapteni Douglas alipomsikia akapata hasira kali na akasema kwa ghadhabu kwamba wewe hutapata kiti chochote. Maulvi Muhammad Hussain sahib akasema, baba yangu alikuwa anapatiwa kiti katika jumba la Lord, hivyo mimi pia nipatiwe. Mimi ni wakili wa ahle hadis na nina haki kwamba nipatiwe kiti. Ndipo Kapteni Douglas akasema kwamba nyamaza tu na kaa nyuma na simama. Sasa yeye badala ya kuona mazwila ya Hatmasihi Maud alayhi salam, Mwenyezi Mungu akamzalilisha yeye. Sasa tukio hilo likatokea ndani ya chumba cha mahakama. Maulvi sahib alipotoka nje kwa ajili ya kuwaonyesha watu kwamba ndani ya mahakama yeye amepewa kiti, akaketi kwenye kiti kilichokuwa kimewekwa kwenye varanda. Lakini kwa kuwa watumishi wanafanya kile wanachoona kikifanywa na wakuu wao, hivyo mtumishi wa mahakama alipoona kwamba shekh huyo hakupewa kiti ndani ya chumba cha mahakama na sasa amekuja kuketi kwenye kiti cha varanda, akafikiri kwamba mkuu wa mahakama akiona atanikasirikia, hivyo akaja mbio na akamwambia Maulvi sahib kwamba huna haki ya kukaa hapa, hivyo inuka tu. Hapo watu wa nje pia wakashuhudia mazila yake.
Maulwi saheb akashikwa na hasira kali na akatoka nje na akaja kuketi juu ya shuka moja ambayo mtu fulani alikuwa ameitandika chini. Lakini ni jambo la ajabu kwamba mwenye shuka pia akaja mbio na akasema kwamba acha shuka yangu, kwa sababu ya kukaa kwako shuka yangu inachafuka, kwani kwa niaba ya wakristo wewe umekuja kutoa shahada zidi ya muislamu mmoja. Basi kumbukeni ya kwamba msaada wa allah unapotoka hakuna awezaye kuuzuia. Afisa wa polisi na askari hata kama awe mtu mkubwa kiasi gani, maisha yake hayana zamana na katika sekunde moja tu allah anaweza kuwaangamiza maadui. Basi inaamini mbele ya allah na mwombeni. Waumini saa nyingine wanapata majaribio. Kama mkifanya subira na mkifanya dua, allah atawaondoleni yote. Kuna mjadala uliokuwa umefanywa baina ya wakristo na hatmasihi maud alah salam ambao habari zake zimeelezwa katika vitabu vya sayidina ahmad alahsatu wassalam kwa jina la vita takatifu. musleh maud raziallahu anhu akieleza maelezo ya mjadala huo anasema katika sehemu moja kwamba khalifatulmsi awal alikuwa anasema ya kwamba katika mjadala wa atham mandhari tuliyoshuhudia, kwa kuona mandhari ile akili zetu zikashikwa na butwa na kisha imani zetu zikaongezeka sana hadi kufikia mbinguni. khalifa awal alikuwa akisema kwamba wakristo walipochoka na kushindwa katika mjadala na wakaona kwamba hoja zao zimeenda bure, wakifuatana na baadhi ya waislamu wakapanga mpango wao, na kabla ya kuanza mjadala wakawaita baadhi ya vipofu na viziwi na walemavu na wakawakalisha kwenye kona moja. hatmasihi maud salam alipofika, wao wakawaleta vipofu na viziwi na walemavu mbele yake na wakasema kwamba wewe unadai ya kuwa mimi ni mfano wa masihi nasri, na masihi nasri alikuwa anawaponya vipofu na vizuiwi na walemavu. masihi nasri alikuwa anafanya hivyo ili wewe usipate taabu. sisi tumekuletea vipofu wachache na vizuiwi na walemavu. kama kwa kweli wewe ni mfano wa masihi, basi uwaponye hawa. khalifa awal alikuwa akisema kwamba sisi tulikuwa tumeketi, moyo wetu kwa kusikia hayo ukaogopa, na japokuwa tulikuwa tunaelewa kwamba jambo hilo halina uhakika wowote linalo nasibishwa na masihi wa nasra, lakini hata hivyo mioyo yetu ikapata hofu tukiwa na fikra hii ya kwamba leo watu hawa watapata nafasi ya kutucheka. Lakini tulipoona uso wa masihi maud alah salam, uso wake haukuwa na hofu yoyote. wao walipomaliza jambo lao, hatmasihi maud akasema kwamba angalia bwana padre, masihi ambaye mimi ninadai kuwa mfano wake, yeye sawa na mafundisho ya islam alikuwa hawaponyi vipofu na viziwi na walemavu wa namna hiyo, lakini wewe una itikadi hii ya kwamba masihi alikuwa akiwaponya vipofu na viziwi na walemavu wa kimwili, na katika kitabu chako imeandikwa hivi ya kwamba kama nini mtakuwa na imani sawa na chembe, mkisema kwa milima kwamba isogee kutoka hapa, milima hiyo itasogea, na nyini mtaweka mkono juu ya wagonjwa, wagonjwa watapona. basi hamwezi kunihoji kwa hilo. mimi naweza kuionyesha miujiza ile ambayo mkuu wangu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameionyesha. mkisema mimi niko tayari kuwaonyesheni miujiza ile, waila miujiza kama hiyo, basi kitabu chenu kimeeleza wazi ya kwamba kila mkristo aliye na imani sawa na chembe cha hardali anaweza kuonyesha miujiza kama alivyoonyesha hatmasihi wa nasra. hivyo mmefanya vizuri kwamba mmeniokoa kutoka shida na mmekusanya vipofu na viziwi na walemavu. sasa watu hawa wapo mbele yenu. kama nyini mna imani sawa na chembe cha hardali, basi muwaponye. khalifa awal alikuwa anasema kwamba sisi tukaona ya kuwa mapadre kwa kusikia jibu lake wakashikwa na butwa mpaka
mapadre wakubwa wakaanza kuwaficha wale mavu wao hapa na pale. Basi allah katika kila hatua huwajalia watu wake heshima na anawafahamisha majibu yanayowashangaza maadui. kisha kuna tukio jingine la upinzani wa masihi maud alah salam litokalo mjini sialkot. anasema masihi maud alah salam alikwenda sialkot. hapo mashekh wakatoa fatwa ya kwamba mtu yeyote atakaye kwenda kushiriki katika mkutano wake ndoa yake itavunjika, lakini watu hawakujali fatwa zao. hapo mashekh wakaziba njia zao na wakaanza kuwazuia watu na wakakusanya mawe barabarani ili mtu asiyesimama wao watampiga mawe. kisha wakaanza kuwakamata watu kutoka jalsagaa ili wasiweze kusikiliza hutuba. anasema alikuwepo piti saheb ambaye wakati ule alikuwa city inspector wa sialkot kisha akawa superintendent police. sasa sijui anacheo gani saizi. mtu huyo alikuwa anasimamia jalsaga. watu walipopiga kelele na wakajaribu kuleta vurugu kwa kuwa yeye pia alikuwa amesikia hutuba ya hasaheb, yeye akashangaa sana akisema kwamba katika hutuba yake maaria na wakristo ndiyo walioshambuliwa, na kile alichosema mirza saheb hata kama kiwe kinyume cha mawazo ya mashekh, hata hivyo islam haipati shida yote. mambo yanayoongelewa ni zidi ya wakristo tu na yanathibitisha ukweli wa islam. kama mambo haya ni kweli na ukweli wa islam unathibitika, kisha waislamu wana sababu gani ya kuleta vurugu? yeye alikuwa afisa wa serikali, hivyo akasimama katika mkutano na akasema kwamba mirza saheb anasema mungu wa wakristo amekufa. sasa kwa nini mnakasirika juu yake? huyu anasema kwamba mungu wa wakristo amekufa. sasa humo kuna nini cha kukasirika? bali jambo hilo ni zuri kwenu, ilmuradhi wanaotupinga wanatutendea hivi, na endapo baadhi yao wanaenda kuungana na maaria, wao hawapati shida yoyote, yani waislamu hawapati shida yoyote. lakini wanasema kwamba watu na waislamu wasimsikilize mirza saheb. huzur anasema kwamba wazo hilo ni batili. katika waislamu ikiwa kuna mtu anayebadilisha dini yake, sisi tunapata shida. kisha anasema kwamba masihi maud alikuwa anasema ya kuwa adil tu niz khatir ina nigahdar kafir kunand dawae hubbe piyambaram. e moyo wangu, wewe uwahurumie watu hawa, kwani watu hawa wanadai madai ya kumpenda nabii wangu. hivyo sisi tunapata taabu na tunahuzunika pale wanapobadilisha dini yao. safari moja mtu mmoja alimwambia masihi maud alah salam kwamba mimi ni mshabiki wako, lakini umetenda kosa kubwa. unajua ya kwamba maulamaa na mashekh hawakubali jambo la mtu yeyote mwingine, kwani wao wanajua ya kuwa wakikubali jambo lake hilo litakuwa limewashusha katika heshima. watu watasema kwamba fulani ameeleza nukta hii, lakini wao wameshindwa kuieleza. hivyo kuna njia yake, nayo ni kwamba wao watamke jambo hili kutoka mdomo wao. pale ulipokuwa umejua kuhusu swala la kifo cha nabii isa, ungetakiwa kuwaalika mashekh muhimu na maalum katika zifa, na ungeweka mbele yao jambo hili ukiwaambia kwamba kutokana na itikadi yetu ya uhai wa nabii isa wakristo wanapata msaada mkubwa, nao wakileta shutma wanaleta hasara kwa islam. wao wanasema nabii wenu amekufa na mwanzilishi wa dini yetu yu hai, hivyo yeye ni mbora bali ni mungu. tuwapatie jibu lake. hapo mashekh wangekuambia kwamba wewe utoe jibu lake. hapo wewe ungesema kwamba kimsingi rai yenu ndiyo inayoweza kuwa na uzito, lakini nafikiri aya fulani na fulani inaweza kuthibitisha kifo cha nabii isa. mashekh wangesema mara moja kwamba jambo hilo ni sahihi, sema bismillah na uwatangazie sisi tuko tayari, tuko pamoja nawe. mtu huyo akamfahamisha msihi maud njia hiyo. kisha anasema kwamba
swala jingine lingeelezwa mbele ya mashekh kwamba katika hadisi kuna habari za ujio wa pili wa masihi lakini hat masihi amekufa. Sasa maana zake ni nini? Hapo shekh fulani angesema kwamba wewe ni masihi na mashekh wote wangeunga mkono na wewe. Kwa kusikia rai yake hat masihi maud akasema kwamba kama madai yangu yangetokana na mpango wa kibinadamu bila shaka ningefanya hivyo, lakini hiyo ilikuwa imetokana na amri ya allah. Kama allah alivyonifahamisha mimi nikavifanya, na njama inafanywa zidi ya njama za kibinadamu na jumuiya za allah haziwezi kuziogopa. Kazi hii si kazi yetu bali ni kazi ya mungu, naye atafikisha ujumbe huo. Tukio la mwezi na jua ni tukio maarufu katika jamaati yetu. Kuhusu tukio hili kuna shekh aliyekuwa mkazi wa gujarat na daima alikuwa anawaambia watu ya kwamba msidanganywe na madai ya mirza saheb, msidanganike. Katika hadisi imeandikwa wazi kwamba mahdi ana alama yake, nayo ni kwamba katika zama zake jua na mwezi vitapatwa katika mwezi wa ramazan. bishara hiyo isipotimia na jua na mwezi visipatwe katika mwezi wa ramazan, msiamini juu ya madai yake. Kwa bahati tu yeye alikuwa hai, ndipo bishara ya kupatwa kwa jua na mwezi ikatimia. Kuna mwanajumuiya aliyekuwa jirani yake, yeye akatuambia kwamba jua lilipopatwa shekh huyo akakosa utulivu na akapanda juu ya nyumba yake na akaanza kutembea kwa wasiwasi, na alikuwa anasema kwamba hun lo gumrah honge, yani sasa watu watapotea tu, sasa watu watapotea tu. Yeye hakuelewa kwamba kwa kuwa bishara hiyo imetimia, hivyo watu wakimwamini mirza saheb wataongoka na hawatapotea. hata wakristo pia walikuwa wanaamini ya kwamba alama zote zimetimia zilizokuwa zikipatikana katika vitabu vya zamani. Lakini upande wa pili, kwa kusikia madai ya mtume saa salam, walikuwa wakisema kwamba katika muda huo kwa bahati tu mtu mwongo amedai kuwa mtume, kama wasemavyo waislamu kwamba alama zimetimia lakini kwa bahati mbaya mtu mwongo amedai. hiyo ni hali ya waislamu, lakini hili ni jambo la ajabu ya kwamba mwongo ndiye anayepata bahati hiyo na mkweli hapati. Kuhusu maisha ya nyuma ya masihi maud alah salam, yeye anasema kwamba kila ubaya unapatikana hatua kwa hatua. haitokei hivi kwamba mtu mmoja alale usiku akiwa mkweli na asubuhi aanze kusema uongo. yeye alikuwa haongei uongo kuhusu watu na sasa aanze kumtungia allah uongo. sawa na kanuni hiyo, tunapoona maisha ya mirza saheb kabla ya madai yake, yeye aliwatangazia mara kwa mara wa hindu na makala singa na waislamu wa nchi ya kwamba je, mnaweza kuleta shutuma yote juu ya maisha yangu ya kabla, lakini hakuna aliyesubutu na wakalazimika kukiri kuhusu utukufu wake. Maulvi Muhammad Hussein wa Batala ambaye baadaye alikuwa ameanza kumpinga vikali, katika jina lake alikuwa ametoa ushahidi juu ya utukufu wa maisha yake, na baba wa bwana Zafar Ali Khan katika gazeti lake akatoa ushahidi kwamba mirza saheb alikuwa mtukufu sana. Basi mtu ambaye kwa miaka 40 akaendelea kuwa mtukufu na maisha yake yakawa mema, kivipi ghafla tu akabadilika katika usiku na akaharibika? Hata wanasaikolojia pia wanasema kwamba kila aibu na dosari ya nafsi inazalika polepole pole, na haitokei mara moja. Basi angalieni kwamba maisha yake ya zamani ni ya aina gani, na ni maisha matakatifu yasiyo na aibu yoyote. Kisha jinsi allah alivyoendelea kumsaidia masihi maud alah salam, almusleh maud akieleza habari hiyo anaandika ya kwamba mtu aliye mtume wa allah anapata msaada wa allah, asipopata basi yeye hawezi kuwa mtume wake. watu wanajaribu kumwangamiza, lakini msaada wa allah unamteremkia naye anafanikiwa na mipango ya maadui zake inaangamia. hivyo ndivyo itokavyo kwa masihi maud alah salam. jaribio mbalimbali la kumua
majaribio mbalimbali ya kumua yakafanywa na watu wakapangiwa juu yake ambao wakashindwa katika njama zao. Kesi za uongo zikatengenezwa zidi yake. Hivyo Martin Clark akatengeneza kesi ya uongo ya mauaji, na mtu mmoja akatamka ya kwamba Mirza Saheb alikuwa amenikabidhi kazi hii. Labda yeye alikuwa amekuja na nia ya kumkamata Mirza Saheb, lakini kesi inapoletwa mahakamani jaji anasema kwamba kesi hiyo ni ya uongo. Mtu aliyekuwa shahidi yeye pia akasema kwamba nimekabidhiwa na Mirza Saheb kazi hiyo ya kumua Martin Clark, na mwishowe mtu huyo akawekwa chini ya ulinzi wa polisi. Hapo yeye akalia na akasema kwamba Wakristo walikuwa wameniambia kusema hayo, na Allah akafutilia mbali shutuma hiyo ya uongo. Musleh Maud anasema ya kwamba kuna mbashiri wa jamaat yetu Maulvi Umruddin Saheb Shimalvi, yeye anasimulia kisa chake ya kwamba yeye pia alikuwa amefanya tahakiki kwa kiwango hicho na kujiunga na jamaat. Yeye anasema kwamba katika Shimla Maulvi Muhammad Hussain na Maulvi Abdurrahman Sayya na watu wengine walikuwa wanashauriana ya kwamba watumie mbinu gani zidi ya Mirza Saheb. Maulvi Abdurrahman akasema Mirza Saheb ameshatangaza ya kuwa sasa mimi sitafanya mjadala, sisi tunatoa tangazo la kufanya mjadala. Kama yeye atajitokeza kupambana nasi, sisi tutasema kwamba yeye amesema uongo. Yani kwanza alitangaza kwamba hatafanya mjadala na sasa amekuwa tayari kufanya mjadala, na asipokubali kufanya mjadala sisi tutapiga kelele kwamba angalieni Mirza Saheb ameshindwa. Hapo Maulvi Umruddin akasema kuna haja gani ya kufanya hivyo, mimi naenda na namua ili swala hilo likuishe. Maulvi Muhammad Hussain akasema kijana wangu, wewe hujui hayo yote yameshafanywa tayari. Jambo hilo likaingia moyoni mwa Maulvi Umruddin Saheb ya kwamba mtu ambaye Allah anamlinda kwa yakini yeye atakuwa ametokana na Allah. Kisha yeye akafanya bayati. Wakati wa kurejea akakutana na Maulvi Muhammad Hussain Batalvi juu ya stesheni. Ye akasema kwamba umetoka wapi? Akasema nimetoka Qadian na nimefanya bayati. Maulvi Muhammad Hussain akasema kwamba wewe ni mtundu sana, nitamwindikia baba yako. Ye akasema kwamba Maulvi Saheb, chochote kilichotokea kimetokea kwa sababu yako wewe. Basi wapinzani wanataka kumua mpendwa wa Allah, naye anasalimishwa. Allah kwa elimu zake anamsaidia na katika kila uwanja anamjalia heshima. Pia Maulvi Muhammad Hussain Batalvi alikuwa amedai ya kwamba mimi nitamwangamiza Mirza Saheb. Yeye alikuwa rafiki yake ya utotoni na alikuwa na uhusiano wa karibu, na daima alikuwa anasifu makala zake. Yeye baada ya madai ya Masihi Maud alayhi salam akasema na akatangaza kwamba mimi ndiye niliyekuwa nimempandisha mtu huyo na sasa mimi nitamwangamiza. Kisha jamaa za Masihi Maud pia wakatangaza, bali wakatoa tangazo katika magazeti ya kwamba mtu huyu ameanzisha biashara na watu wasimwelekee, na hivyo wakajaribu kuipotosha dunia nzima. Kisha Musleh Maud anasema habari hii ilitokea nilipokuwa na uelewa kamili ya kwamba wafanyakazi wengi walimsusia na wakakataa kufanya kazi katika nyumba yake. Wao walimsusia na wakakataa kufanya kazi katika nyumba yake, na kimsingi jamaa zetu ndio waliokuwa wamewachochea. Ilmuradi jamaa zake na watu wengine wote kwa pamoja wakataka kumwangamiza na kumaliza, lakini Allah akamwambia mja wake ya kwamba nabii mmoja alikuja duniani, lakini dunia haikumkubali, lakini Allah atamkubali na kwa nguvu zote atadhihirisha ukweli wake. Mtu mmoja asiye na uwezo wowote anasimama katika kijiji cha Qadian ambako barua zilikuwa zikija mara moja kwa wiki tu, na kijiji kisichokuwa na shule ya msingi hata moja, na kijiji ambapo ilikuwa vigumu kwa watu kupata unga wa rupia moja, na kisha yeye ni mtu ambaye si sheikh wala hana mali nyingi. Bila shaka Masihi Maud alikuwa ametokana na familia tukufu, lakini hakuwa na mali nyingi kama wakuu na manawab wanavyokuwa nazo. Yeye akiunuka
anaitangazia dunia. Na katika siku ya kwanza anasema kwamba mungu atafikisha jina langu mpaka pembe zote za dunia. Na ni nani awezaye kusema leo ya kwamba jina la masihi maud alah salam halijafika mpaka kona za dunia? Leo sisi tuaona ya kwamba jina lake limeshafika katika kona zote za dunia. hata masihi maud anasema ya kwamba kwa ajili ya kumwangamiza muongo, uongo wake unamtosha, lakini kazi inayofanywa kwa ajili ya kudhihirisha jalali ya allah na baraka za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na mtu huyo awe mti uliopandwa na allah mwenyewe, basi malaika ndio wanamlinda yeye. Na nani awezaye kuuangamiza? kumbukeni kwamba silsila yangu kama ni biashara, kama jamaa zake wasemavyo kwamba ni biashara, basi jina na alama zake zitafutwa. Lakini kama imetoka kwa allah na kwa yakini imetoka kutoka kwa allah, basi hata kama dunia nzima ije kuipinga jumuiya hii, hiyo itazidi na itasambaa na malaika watailinda inshallah. kama niwe peke yangu na mtu yote asinisaidie, hata hivyo mimi nina yakini ya kuwa silsila hiyo itafanikiwa inshallah. basi allah atujalie ili tuweze kutimiza haki ya bayati yake, na kwa kufikisha ujumbe wake katika dunia tuweze kuwa warisi wa fadhili na neema za allah. tusiwe miongoni mwa wale waliovunja ahadi yao, bali tuhesabiwe katika wale walio wanyofu. allah atujalie. khalifa mtukufu anasema kwamba kuna tovuti moja ambayo leo nitaizindua rasmi. hiyo pia ni njia ya tabligh na kufikisha ujumbe wa masihi maud alah salam katika dunia. hii ni tovuti ya jamaat katika lugha ya kikurdush, islamahmadia.krd. daktari ismail muhammad saheb ni msimamizi wa tovuti hiyo ambaye anasaidiwa na wajumbe kadhaa wa jamaat kurdush. shabaha ya tovuti hiyo ni kuwawezesha wanaojua lugha ya kikurdush ili waweze kupata nafasi ya kusoma itikadi za jamaati kwa mara ya kwanza katika lugha yao. katika tovuti hiyo kuna mada mbalimbali za suriani dialect na dini dialect ya lugha ya kikurdush, pia habari za jumuiya na makala na vitabu na hutuba za ijumaa zimewekwa kwa msaada wa kamati ya kutafsiri katika lugha ya kurdush. tafsiri mbalimbali za vitabu vya sayyidina ahmad alah salam zimewekwa humo. vipo vitabu vya masihi maud alah salam na hadha khalifa masihi sani na vitabu vingine vya jamaat vimewekwa, kama vile hikma ya mafundisho ya islam, yesu katika india na haja ya imamu na uhakika wa mahdi, mwito kwa mfalme na daraja ya ukhalifa na kadhalik. inshallah baada ya ijumaa nitaizindua rasmi tovuti hiyo. allah aibariki. pia kuhusu hali ya dunia napenda kusema tena ya kuwa nini muendelee kufanya maombi. allah aisalimishe dunia kutoka maangamio na awajalie wanadamu akili ili waweze kumtambua muumba wao. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.